Unasikiliza Amka na Baraka One TV ikiwa tarehe 24 za mwezi wa 12 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Bukavu, M23 wasababisha watu kufariki kwenye maandamano ya kihuni. Bukavu, raia wakataa ushirikiano na M23. Goma, raia hawana ushirikiano na M23 walalamika kulazimishwa kwenye maandamano, huku Sake pia raia wakiandamana kutaka kuondoka kwa M23. Naam, endelea kusikiliza Baraka One TV na pia tembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine ambayo yakunazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia usisahau kwamba operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Bukavu ambako M23 wasababisha watu kufariki dunia kwenye maandamano yao ya kihuni. Hiyo tarehe 23 za mwezi wa 12 2025, magaidi wa M23 waliweza kuandaa maandamano ndani ya jiji la Bukavu, huko kifungisha watu maduka na kuwalazimisha kwenda kwenye maandamano ambayo wao waliita ya kuwashutumu jamii ya kimataifa na pia ya kutaka kuwasapoti uwepo wao ndani ya jiji la Bukavu. Maandamano hayo yaligeuka machungu kwa M23 baada ya wazalendo kuweza kushuka maeneo mbalimbali ya Bukavu, na hivyo kusababisha wananchi kutokwenda kwa maandamano na badala yake kuungana na wazalendo. Kitendo hicho kiliweza kuwakasirikisha magaidi wa M23 na hivyo kugeuza mitutu kwa raia na kuanza kusambaratisha raia, huko kisababisha mauaji ya baadhi ya raia kwenye maandamano ambayo walikuwa wanatengeneza ndani ya jiji la Bukavu. Maandamano hayo yaliharibika na kuja kurudia tena majira ya saa 4 baada ya majibizano ya risasi kati ya magaidi wa M23 na wazalendo ambao walikuwa katika kila kona ya jiji la Bukavu. Mengine zaidi, ripoti hii kutoka maeneo ya Bukavu. Jamu ndugu Rajabu, habari za saa hizi? Kwema huko? Na shi tunatulia huko Bukavu. Tunatulia kwa mamasha za baka huko. Ilianzia Nyawera, kuplase Muzihiro Nyawera. Bakashuka mpaka la wote ku guvernora. La wote mpaka guvernora, lakini panzi masasi mingi, essence walipiga masasi kabisa hadi Kadutu Mabuolo kule, na huko watu walipoteza maisha Buolo, walipata mabali perdi kwa mingi kabisa. Alors ça bakauko wasikia kule la bote vile waka libere population, habakubakiana tena watu kule. C'était prévu le bianze 8h wakianza 9h. Sasa sikia en tout cas essence masasi ko mingi, panzi kule kwa Maria Kachelewa, Buholo, Buholo ni unani ya mkomini ya Kadutu kule, kule Machimpunda kule pale wakinjo wakiacha. Sasa watu wakarudia, watu wanarudia mwema 11 registre 11 registre. Bon, batu walikuwa bebatakuwa mebanyarwanda ndio walikuwa mo mingi na ba maibo zaidi, walikuwa ba maibo na benyi walikamata musoko ya Nyawera. Juu alianzia pale kusoko ya Nyawera, watu wote walikuwa pale kusoko ya Nyawera walibakamata bakabaretenire bot kabaweka kumashi, na wanafanya mwanapita banamkamata, ndio balifunga njia, hakuna entrée kwa wachingazi, hakuna entrée ku place. Unaingia ku place automatiquement wana kuconduire
feu rouge unapanda kwa wachingazi hauvuke, bana kutuma Nyawera entre ya Cathedrale Sonance kwa na deployer kwa polisi, wale wa polisi yao batu wanapita, unata devio uende Cathedrale, unata panda Sonance unye ngambo ya DGI, bana kurudisha ambako wanashuka Nyawera. Donc ile tronçon yote kuanzia feu rouge mpaka Nyawera kwa na placer ba polisi mu entrée banatia wa polisi. Donc kulikuwa deja entrée hakuna sortie, kulikuwa entrée mais hakuna sortie. Yo balipata mo batu vile bamere banene banamukia ku mashughuli zabo, banaenda manguba makazi zabo kule, bali bakamata ba maso balikamatiwa busubuhi kiwa maso bote wanaenda jenga kule mu ville, bali bakamata asubuhi sana. Ndio gisi bali pata batu vile. Meanduka ba maibobo na makalikoza zilikuwa za zamani, banaandika hawataki maubaguzi wa makabila ya vile basi batu ya mingi walikuwa banaona vile anakwepa anasepa wa mkosha anabaniwa vile migongo Rajabu. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Bukavu, tubaki tu ndani ya jiji la Bukavu ambako raia wakataa ushirikiano na M23. Asilimia kubwa ya wananchi wanapatikana ndani ya jiji la Bukavu wamekataa katu ushirikiano na M23 ambao waliweza kuandaa maandamano na kulazimisha maelfu ya raia kuingia barabarani ili kuweza kuwaunga mkono. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya ndugu ambao wako ndani ya jiji la Bukavu na walikuwa na taarifa ifuatayo. Jambo papa wajao mimi nakwambia huko ni nje. Bukavu leo ni danger benzi M23 walienda kumarshi. Sasa waliona wanakosa effective ya watu wakaanza pita makartie kuma wala biko na ulula watu waende kumarshi. Kuishiwa mabisi wakatukatisha kwa nani. Mabaja sio kila wabisi akweli nayo. Lakini watu shiduka ulize mna marshi juu nini? Akatambia sisi tuna marshi juu tunasema tutoki na shiduka wambi. Ndaya kuna kweli fomu toke mwende. Jua mkuku waka hapa activities zote zilikuwa kabisa. Kila mtu alikuwa anatumika na anapata kidogo yake na anajisikia bien. Kisha leo mnakuwa kila kitu inakufa, crisis zinakuwa, hakuna makazi, government inafika, vitu mwavi. Tukamwambia dare fomu ni juu ujipange vitu mwavi. Sio Washington wanasema tutoke tukamwambia nzio na ifoto mtoke mwende juu. Hatu mapenzi mtoto expilikuwa kwa government ile vitu expilikuwa. Tulikwambia sasa tulisema vile mwalipani ile kauli mbumo kavuya sele mamashi zinaanza wakampasula kumpiga masasi mkichwa. Mwalipani mwalisema vile kwa wapenzi, basi tukavielewa na njuma shika furugana kila mtu akaenda moyo yake shitu shishiwe tuna government. Sasa ninajiuliza papa kacha bado wanasema kashinjo Kongo njoo kwanza kufranga kuma mineri. Sasa jua ni tusipoteze mineri kama ni ngui juzi niambia saa kaka wani M23 mimi si mnasema kama wanakuwa ba mingi mnakuwa kama makabila mingi abisitoshinda vile tukiangalia mpaka saa inakuwa tu ikipapa nike kidogo wote wanakimbia kwanza panike keke rozia na ipanike shishi makomprante. Kisha niambia hata wazalendo wajitume, tunapiga Uvira wajina Uvira watawasaidia, tunapiga plane wajina plane watawasaidia, tunapiga wapi Lufungi wapi watawasaidia. Kisha tukianguka hapa ukavunja finali. Sasa juu ni kata mintendeshia au hapana huko kwa Iraki unaniambia hivi, mimi nakwambia huko mimi nashangaa kuona jinsi bandigeti biko nyo wanakimbia mafro. Unajitosha wewe peke na wakukimbizi kwa chilani kwepesi mimi kukamata tena njoo kugumu papa kachao yenea sizea pakanza kia sensibiliser watu kwa nyumba asirende kumarshi or tandis que population qui jisikia kumarshi avec Wanyira kapana 12 nini hazikuyala sasa alikuwa anapita mkarti
bajeni wakimwona, bajeni wanakimbia. Alikuwa anapenda akiwa bani bajeni waende kumitingi, akalipia watu wote transport wasi waende kumitingi kanye kumitingi kanye kumarshi. Sasa tukauliza hivi, tutamarshe juu ya nini? Ndio kitu tulimuuliza, tutamarshe juu ya nini papa burgomestre? Burgomestre akatambia sio, tutamarshe juu ya shiri wanasema tutoke na huru tuko tunatumika mzuri. Kwa kuwa mtu mmoja akamwambia mzee nipe kauli, akampa kauli. Akamwambia mzee ni marshi ni mzee tukue ako. Na hatupenzi ni marshi. Na marshi ni maki mnapenda mtu. Mtutumikisha kuonesha mzuri na sandrali kama kitu na wapenda na mnatumika mzuri. Sasa akawauliza kama sheria nini sio mguvernema kasema tutoke atumini elimu na kitu kamwambia ndio hapa tuna kumbasha, lakini tutamasha hii ya polisi hapo ndio wote wanataka kazi, lakini ni maisha ni mtu mwanatu oblige kufanya na kufanya tunafanya papa ajona kwa sababu kushisi ilikuwa tukifika mimi kwa wakati kama tukunifaa wagira tufika ni na wewe pekee walikuwa tushama kutawa transport wa bani ventura walikuwa tushama kutawa transport kuniva wagira bana walipia mwenenda mpaka ku place de la paix. Ndio vile papa acha ulisibiti vilipitikana kuniva wagira Bukavu ngambo essence masasililia sana vile bakawa watu wetu mwafi. Sasa papa acha kwa mwana ile mimi najipoza kwa kitu kila siku banasema basi wanaenda kasinyima kwa kule manani Washington, ndio tukatali kuna kwa sinya sio za makoro zao. Sasa mimi makoro zao zote yapatana kata kitu moja. Amerika ilisema kwa shipu watu washapatana washasinya bila binishia pale tukatali. Sasa lakini tunajikutana habari watu hawatoke ni Uvira, hawatoke ni Bukavu. Maana pale inaonyesha sasa kisi masinyatiri wanaenda kasinya zina kazi. Sasa najua nini tusitie kwanza sinyatire pembeni tuoneshane nguvu kwa nguvu, mtakuwa na nguvu anapiga mwenzake. Nikasikia kama mnasema leo tukisema tulamshe jera au tutaua population mingi. Hapana papa, haja population zikufa juna watu wote hawashake mdunia. Kunivyo vile nilisikia wana declare kupigana tu kufa wake bora tu amani ku. Ukiangalia mbele bavie tu mbele balikuwa na vita kanjo ya kama ndio afdele kanjo vitu gani sikumbuke bien, si balipigana kama kasena wazazi wakakimbia na nini zikakimbia ni watu wakufaka sina kitu tulikuwa kazali. C'est-à-dire que c'est que nous qui génions tuna décider Washington tunaona hivi tunaenda mu logique ya wapenzi ya kusinye na wanasinye na wapenzi kutoka tunaonyeshana nguvu. Sasa ikikuwa na nguvu anakupiga na kama na nguvu na wewe unampiga, si ndio? Si mimi naweza bineza kwa mimi mtaba president na gouvernement tunapenda kurefushe vitu vikubwa mingi rawezi kuwa vya mingi, ndio kisimame na wazo hapa chao. Na mnaendelea kusikiza Amka na Baraka1 TV tarehe 24 za mwezi wa 12 2025 saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Shide Kizenga Tembele, King Sally the only one king from USA, Kizabe Aiba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobiono Klambamao, mzee wa state ya Maine, da Fez da Letitia, da Asha Darwin, wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV Ankisi Kandeke. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Bukavu, tujielekeze jijini Goma ambako raia wa Goma hawaipendi M23. Baada ya maandamano yaliyoandaliwa na magaidi wa M23 ya tarehe 22 za mwezi wa 12 2025 ndani ya jiji la Goma na kuwalazimisha maelfu ya watu kuingia barabarani kwa ajili kuweza kuonesha ushirikiano na magaidi wa M23, vijana wanasema maneno yafuatayo: tulilazimishwa na hivyo kulikuwa hakuna jinsi, maana yeyote ambaye alikuwa hawezi kushirikiana nao ni lazima angekuona cha mtemakoni. Ndio maana tulilazimika kuingia barabarani, lakini sio kwamba tunataka M23. Raia wa Goma kwa ujumla hawaipendi M23, lakini walilazimishwa tu kuweza kuingia barabarani kwa ajili kuonesha ushirikiano. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka ndani ya jiji la Goma. Sali peuple congolais. Viongozi ya nchi,
Si huku Goma bako natutumikisha njo. Musiwazi ase marche huku ni population njo inaipenda, population atupendi hawa wa M23. Wanatulamkishia saa hii ku stade de l'unité. Wanatukamata hakuna kibako unaongea, wanatuambia tu tuende tu tuko nasema hatupendi. M23 toke tunapenda njo nye baki tuchungie amani tunaipenda. Hatupendi M23 huku Goma. Hatuipendi kabisa. Wako natumanipile mane kama uende kumashi. Takula fimbo huko mwanaume. Takula fimbo zenye atuweka ni ae. Tunaanza faiblesse ya M23 inaanza fika deja. Ile ni kuonesha kama faiblesse yenye inaanza onekana. Na wao mwenyewe ulijiunga kanavo huko Kongole. Saa yenye batafika kati ya kuenda. Na wao wanze ende. Juu musikona ketu nyamaza keku waogopa hapana. Mimi niko hapa Mgoma. Niko hapa kwa meeting. Na siwezi enda mwele mamarshe yenu na kuna siku mtaniona meeting yenu. Niko tu fasi moja. Tuna nikupenda kumanipulate watu. Mulianza Uvira muorganize marche mwa bongo, wasodano wametosha mateni, ndio wanaingia mbarabara sasa ni population hapa. Est-ce que uko sawa wewe sa vile nanga huko Ngole mzao uko na poste yako ya bien. Uko na poste yako ya bien. Mu inji muzima wote ya RDC. Mais on a vitu vyenyu na kio nafanya violele tu. Anza negosier mbele wakati nanga wakopatia hata kazi ya kuchuruza mambuzi mkishasa. Uanze negosier mbele wakati hata wakupatie kazi ya kupeleka mbuzi zako za dike kudumu pale mkishasa. Juu tuko na deja faiblesse hii yenye mnaanza onesha ni faiblesse. Njoo nakutanaka Banyarwanda wanawaambia se muri bichuchu. Njoo wale bananga, ba Wilingoma, Berthe Bisimwa, wako na batumikisha muyu. Mwanzoni Magloire Paluku njole alikufa jutu mubwerewe. Ya viongozi bako natutumikisha njoo kugoma. Marche bako natuforce kama uende ni fimbo mingi sana fopa na lisasi. Angusha ule. Njoo biko huko. Wanatulamusha njoo mu stade de l'unité. Njoo tuende tu mubwerewe abatuambie na kitu wanataka tuende tu muvile tu kwa pia tu muvile na hakuna kitu kibako nasema. À la lucha. La lutte continue. Hatuwezi ogopa mtusi. Jamais. Oh si atuko concerne na bya Rwanda. Juni ni Kagame njo mwenyewe bako naambia yote njo anawapose njo muifanye. Kagame epeki. Kisha we nanga huko unajitia vitu vyao. Yuko kiorere sana nanga. Hayo yakiendelea maeneo ya Goma upande wa Sake, raia wameweza kuonyesha hasira yao kwa kuandamana huku wakilalamika kwamba Wanyarwanda wote warudi kwao. Hawataki M23 na hawapendi uwepo wao maeneo ambako wao wanadai kwamba wanawalinda vizuri raia na wanaishi vizuri na raia. Kiukweli magaidi wa M23 wanaendelea kunyanyasa, kutesa na kuwasumbua raia kokota ambako wameweza kunyang'anya ardhi, huku wenyeji wa maeneo hayo wakiishi kama watumwa na wenyewe tu ndio wanaishi kwa maisha ya kifahari. Hata ndani ya jeshi la M23 wanaopata mishahara na wanaokula vizuri ni wale wanajeshi wa vikosi maalumu vya Rwanda, yani RDF, na vijana wanaokamatwa kwa kinguvu kutoka maeneo mbalimbali wanaishi kwa kuomba huku wakiteseka na kujuta kwa nini walijiunga na magaidi wa M23. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu wa asubuhi hii ya leo ya tarehe 24 za mwezi wa 12 2025. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako utasikiza matangazo yetu kutoka moja kwa moja Baraka1 TV. Usikose kushare, kusubscribe pamoja na kulike B1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine ambayo yako nazidi kuendelea ndani ya tarafa ya Fizi, Uvira pamoja na Kivu nzima ya kusini, kaskazini na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukizungumzia kwa swala la Uvira ambalo tutakuja kujadili majira ya saa 6 pamoja na swala la Bukavu, ni kwamba kwa sasa Uvira kumeonekana kuwa na kautulivu kidogo, lakini kwa tarafani Fizi bado M23 wanaendelea kukiona cha moto kutoka kwa wazalendo pamoja na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ase Bukavu hapa nabo tike mwa ifungule atia mara wakanyo ya katule kwa nani nione nabo tike mwa ifungule
niko niko natembea na magari zile kule zetu nazo tuma vile tabotike mwa ifungule bandugu yangu ishakuwa wewe dunia yetu na magari zetu zile mbele za portage tuko mu portage ya kilio hakuna hata mwingine umwa wanasema seme atembee place de la paix hapa anafunga ase marche tu wapende oro na wapenzi hata tuko tunangwa tu vile motre tupigane shi wote hapa tunakuwa deja ku feu rouge ko deja ku feu rouge hapa kabisa tunaanza shuka residence watu wale wote wa polisi hawa huku polisi ile kule tuko tunatoka hapa tukatoka ku marche watu hawa mwisi huku wala kabisa ilikuwa marche forcée chenye kwa se watu wapeke kuchirevolte ilikuwa watu wote kuchirevolte kama hawa watu wote wangekuwa mewasi obligatoire fimbo kwa yule